Msemaji, hongera sana kwa ushindi, hongera kwa kurejea tena Azam Complex na alama 3 baada ya kuziacha alama 3 katika mchezo wa kwanza. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naamini kila mshabiki wa mpira, kila mshabiki wa Yanga alikuwa anajua ugumu wa mchezo wa leo na alikuwa anajua umuhimu wa pointi 3 za leo. Kwa hiyo tunavyozipata pointi 3 ndio msingi wa kwanza wa kumshukuru Mwenyezi Mungu bila kujalisha kitu chochote kile. Mjadala wa kwanza unatakiwa uwe na alhamdulillah kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo ambao umechezwa leo. Niwapongeze sana wachezaji wangu, niwapongeze sana benchi la ufundi. Wamefanya management nzuri ya mchezo. First half tulikuwa moto kweli kweli. Kama Mwenyezi Mungu angetupa bahati tungeweza kufunga goli la 5 kipindi cha kwanza. Lakini tuliandikiwa goli 2. Second half mwalimu anajua kuna mechi zinakuja back to back, tuna mechi za kombe la CRDB hapa, kuna mechi nyingine safari ya away Manyara, tuna kombe la muungano la kuja ambao tunashiriki msimu huu. Kwa ratiba hiyo ukiangalia lazima una management ya wachezaji. Plus Azam mwenyewe hao unajua ni watu wa viatu sana. Kwa hiyo wachezaji hao ukiweka kwenye intensity kubwa, riski ya kupoteza pia ni kubwa sana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya na mchezo umalizika salama kabisa. Umezungumzia mambo ya viatu, mchezo wa pili, mchezaji wa pili anaumia kabla hata kipindi cha pili. Unajua kuumia kwa mchezaji mpira ni kitu cha kawaida kwenye football. Watu wanagongana, ni mchezo wa kugongana. Kinachotupa maswali sisi Yanga ni kwa nini kwenye kila mechi ya Azam na Yanga lazima mchezaji wetu mmoja atoke kwa sababu ya majeraha. Tunatambua sisi ni watu wa football, tunatambua kwamba mpira ni mchezo wa kugongana. Tunaweza kugongana na mtu akatoka nje. Lakini inavyojirudia mara kwa mara na inatupa maswali mengi. Kiukweli nisiwe mnafiki. Yatugia maswali mengi sana sisi kama Yanga kwamba pengine ni plani ya wenzetu kwamba tuendeni tukaumize wachezaji wao. Pengine ni nini? Yaani kwa nini huwa inajirudia kwenye mechi zetu? Tunacheza mechi nyingi sana za ligi, lakini ikija mechi dhidi ya Azam lazima tuwe na mashaka ya mtu kuumia. Na leo tulikuwa tunakuja tukasema hawa wako hivi watacheza tough, na kweli mapema tu Pacome Zouzoua wakamkuta akaumia. Kwa hiyo nafikiri wao kama Azam sio kwamba tunawashurutisha na wasinikoti vibaya. Tunafahamu ni mchezo wa mpira wa miguu, lakini wana wajibu na wao wa kutambua sheria 17 za mpira wa miguu, kutambua uungwana kwenye mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu sisi tukifungwa huwa hatuumizi mtu. Tunafungwa, tunashukuru, tunaondoka nyumbani. Kwa hiyo mtu ukitokea umezidiwa basi usije na plani ya kuumiza mtu. Tucheze game kwa sababu mwisho wa siku wachezaji hawa mnawaona hapo kiwanjani wanapambana, lakini mwisho wa siku na wao wana familia kama ilivyokuwa mimi na wewe, kama alivyokuwa Zaka na Ibwe, kama alivyokuwa mtu mwingine yoyote. Wa ndoto zao na hii ni career yao ya muda mrefu. Kwa hiyo ukiweka dhamira ya kwenda uwanjani kumuumiza mtu, kama kweli dhamira hiyo wanayo, basi nafikiri wana sababu ya kujirekebisha. Sio mchezo wa kiungwana kabisa. Yaani mechi tu moja hiyo ya msimu lazima mtu aumie. Kama mmeligawa gap hivi sasa kwenye ubingwa Azam yupo, anachokifanya ni kugombania nafasi ya 3 dhidi ya Singida Black Stars. Mnakubaliana na hilo? Mimi nitakwambia ukweli kabisa. Hakuna kiongozi wa Yanga yoyote sasa hivi ameanza kufikiria mambo ya ubingwa. Bado. Viongozi wa Yanga wote wanafikiria kupata pointi kwenye kila mchezo unaofuatia. Michezo sasa ikishamalizika ndio tutajua ubingwa wetu huko kwa usalama kiasi gani. Ndio tunavyozungumza hapa sisi ni mabingwa watetezi. Yaani tunatetea ubingwa ambao upo nyumbani kwetu. Kwa hapa tunaulinda, sio kama tunapambana tuchukue kwa mtu. Kwa hiyo kwenye kuulinda maana yake inabidi ushinde michezo yako yote. Tukimaliza michezo yetu yote, pointi zetu ziko juu, maana yake tumeulinda ubingwa wetu ambao tumetoa msimu uliopita. Kauli yako ya kuposti umevaa medali na kwamba hii hawawezi kufika, unamaanisha nini kwa wapinzani ambao wamejikatia tiketi ya nusu finali? Mpinzani gani? Simba. Ashaka mimi siwezi kuwakosea heshima wana Yanga. Tumetoka kumshona hapa Azam goli 2 afu nikawagea mileage watoto wadogo hao. Ukiachana na mileage, umesema hii nchi ya Tanzania ni Yanga pekee atafika ile hatua. Nasemaje? Siwezi kuwagea mileage watoto wadogo kaka. Naweza nikawazungumzia hapa kesho kasikia tena vilio. Wamelia tena. Kwa hiyo aache kaka. Acha pambane na shughuli zao. Na sisi kuna mtu amelia tu. Sasa umeona shehe mwenyewe? Mimi sijaona. Tusiwape hiyo trending. Tuache baki walipokuepo hapo waendelee na shughuli zao. Sababu tukiwazungumzia tu ndio wao wanaibuka. Kwa hiyo tuzungumze mchezo ulivyokuwa, wana Yanga kupambana, players wetu tuwape heshima. Mtu kama Duke Abuya leo, Mudathir, Maxim pia Nzege. Mimi nimemwambia Dube umechukua tuzo leo ya man of the match kwa sababu ya takwimu. Umeassist na umefunga. Lakini in terms of football, hii tuzo inabidi umpelekee mmoja kati ya watatu katika mmoja watatu, whether Muda, umpe Duke au umpe Max. Hao watu wamepiga sana kazi leo. Yaani in terms of football, na mwenyewe akaniambia nitaangalia nitampa nani, kwa sababu unajua
pengine kamati inaochagua hawa wachezaji yenyewe imejiwekea kwenye takwimu, anayefunga labda na assist, lakini ukiangalia mchezo ukiweka hivi unaona kabisa kuna kazi kubwa sana akaifanya Max leo. Duke Oga Abuya akafanya kazi kubwa sana, Mudathiri kafanya kazi iliyotukuka kweli kweli. Kwa hiyo tunaheshimu maamuzi yaliyotolewa, lakini mmwambia Dube kesho ukitulia unaweza kumpelekea katika au mmoja, bwana jana umefanya kazi, chukua hii tuzo. Mimi swali langu la mwisho ni kwamba hata akikosekana Aucho hakuna swali kwa wananchi. As you say kuhusiana na Duke. Aucho ni mchezaji muhimu kwenye kikosi chetu. Msije mkamislead hicho kitu. Ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Yanga kama ilivyokuwa mchezaji yote ambaye tumemsajili. Tunapomkosa Aucho maana kama Yanga tumekosa mtu muhimu. Yaani msifanye ikawa rahisi kwamba kacheza tu Duke basi Aucho, hapana, bado ni mchezaji muhimu kama ilivyokuwa mtu mwingine yoyote. Na tunamwombea apone, arudi, aje ashirikiane na wenzake, tumalize ili huu msimu salama. Unajua tuna mechi zinakuja mbele hapa. Tuna kombe la CRDB ambalo Mungu akijalia kheri, kule pasiwe na vipengele. Pasiwe na vipengele, katokea mtu labda akatokea mlango wa nyuma. Twende tu hivi vizuri mpaka Watanzania wapate. Unajua Watanzania hawa wanaopenda mpira wana haki yao, wanataka waipate. Kwa hiyo asitokee mtu akaingilia mlango wa uani. Lakini pia tumealikwa mashindano ya muungano kule Zanzibar. Mwaka jana Yanga ikwenda kule. Mwaka huu tunakwenda. Kwa hiyo tutumie fursa hii kuwaambia vilabu vilivyothibitisha kushiriki vije kweli kule Zanzibar. Yaani msikimbiane. Asikimbie mtu yoyote. Ambao mmethibitisha kushiriki muungano, twendeni. Na tayari imetolewa ile fixture kweli kabisa. Kuna timu 4 za bara na timu 4 za visiwani. Wa bara wote tuliothibitisha, twendeni Zanzibar. Asikimbie mtu akatokea mlango wa uani. Twendeni wote wa Tanzania wakapata haki yao. Mwambie tena. Bana, timu za bara mliothibitisha kushiriki kombe la muungano mwaka huu, tafadhali sana isitokee kisababu mtu akala nyoya. Yanga tunakuja. Na kikosi kikitoka Manyara inshallah, kikosi chote cha Yanga hata baki hata mchezaji mmoja hapa, wote watakwenda Zanzibar. Kama Syria kambi au unatisha zaidi? Sitishi mtu, ndio timu sasa. Nisemeje sasa? Basi niseme na baki nani? Maana ndio Yanga sasa. Ndio shida, nikiwa naongea sana nakimbiza watu, na mimi naye nipunguze maneno. Nikiwa naongea bwana, timu inakuja yote, kesho unaweza kusikia watu wanatoa taarifa kwa umma bwana, hatuendi. Watu wanataka kwenda kule. Kwa hiyo timu yote ya Yanga ikitoka Manyara inshallah tunakwenda Zanzibar kushiriki muungano yote. Kwa hiyo kabla ya kombe la CRDB mnaweza mkakutana muungano. Kombe la CRDB si la njia yake, na njia si imeonekana. Ile njia inavyoonekana ile, kama Yanga tutapambana manake tutafika finali. Na huku kwingine pia pambane tufike finali. Yaani tuwape wa Tanzania haki yao walioipoteza. Huko kwenye ligi tushamaliza. Kule tumtuwape tu haki yao, asile mtu nyoya. Waje huku kwenye ligi mmemaliza. Crown Media. Hapa ni nyumbani.